Sikutaka nimuaminishi wala sikutaka niamini. Nilichotaka ajue kama kuna mwanamke kambebea mimba mume. Hivi unajua wewe unachokifanya kitakukosti sana, unajua? Amini unachokifanya kitakukosti. Ulichokifanya ukumbuke kama pia kina gharama zake. Lakini ukupaswa kunifanyia hivyo. Ungetumia binadamu, ungeniambia mapema. Mimi ningekuwa nimeshajipanga. Lini ushaikuwa na binadamu wewe? Umeharibu nyumba ya ndugu yako. Unazungumzia binadamu? Una binadamu gani wewe? Mungu wangu, nimeua. Asubutu. Huyo bwana Tito, mwali wa kipini mimba ya kwako. We. Majashigo. Yeah. Majashigo. Nikikaa natamani muda rudi nyuma, nirekebishe nisilie tena. Dunia imenizonga, mitihani imenishinda, tawakumwamini tena simjui. Kuzazi kupata, kumlea nilenyeka, amekuja kunitenda, inauma. Utume tutoka watu wanauza watu, wapenza kwela kuna wanachojali kitu. Wamepoteza imani. Majashingo. Baba, ilikuwa nije ofisini kwako leo. Nitaka nije hospitali tuongee. Sawa, twende, hata mimi nilikuwa naelekea huko. Kwa bahati mbaya, nina kikao na mtu. Kwa hiyo nikishamalizana naye nadhani mimi nitakuja ili tuweze kufanya mazungumzo. Karibu, na wenzako bado wako. Tena speaking of wenzangu, hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho kinanileta pale. Nadhani nikifika tutaongea kwa kirefu, lakini acha tu nikudokeze kidogo. Kama unavyojua, hospitali yangu bado ni mpya, kwako ina uzoefu wa muda mrefu. Kwa nilikuwa nataka tufanye kama collaboration. Kwa hiyo nimeona bora kwanza nikudokeze hapa, then nikija ofisini tutaongea kwa kirefu. Nilikuwa nataka tusaidiane, kwa maana kwamba mkihitaji usaidizi wangu then niwe nakuja, na mimi nikihitaji usaidizi wenu mwe mnanisaidia. Sasa nina operation yangu ya kwanza pale na ningependa wenzangu waje kwa ajili ya kunipa msaada kidogo. Dr. Hans, karibu pale ni kwako. Tena itakuwa vizuri uje ualie kwenye harusi yako. Sawa baba, nitafanya hivyo. Karibu sana. Nashukuru. Thank you for the positive answer. The pleasure is mine. Unasanga nini? Nisikia ni gari ndio maana nimetoka. Naangalia. Karibu. Sasa mimi ningekuja na gari ningeshuka chini kuja kugonga na mkono. Mimi mwenyewe ndio maana nimeshangaa. Vipi lakini? Shwari. Mimi nilikuwa nakuja kuchukua vitu vyangu bwana. Kati ya vitu vya msingi ambavyo umewahi kuvifanya na hichi kitakuwa cha kwanza. Kwa sababu wenye nyumba washakuja, afu pili leo ndo siku yangu ya mwisho mimi kuwepo hapa. Kuanzia kesho nitakuwa nimebadilishiwa lindo na sitokuwepo tena. Kwa hiyo ni vema umekuja kuchukua hivyo vitu ili kila mtu aishi maisha yake kwa usalama. Kwa hiyo umeshahamia huko ndani? Ndio, na tulifanya jambo la msingi sana kuvitoa vile vitu nje. Unaona nilichokuwa nikikisema? Hata mate yangu hajakauka kishatokea. Mwanzo uliniona mimi mjinga. Baba, sio kweli kwamba wewe ni mjinga. Ila mimi nitaka tu kuona tofauti.
lakini sijakuona wewe mjinga mzee wangu. Mimi sikumaanisha hivyo unajua. Leo umeniamini wewe. Ndio baba, nikuamini. Lakini mimi dhamira yangu sikumaanisha hivyo kwamba mashemeji wote ni wasaliti katika ndoa za dada zao. Hapana, la hasha. Mimi sikumaanisha hivyo. Mimi nilikuwa na sababu zangu mwenyewe kwa nini mimi nichukia. Sasa baba, tunafanyaje katika hili? Hebu nishauri. Hapo lazima mila zifanyike. Kwa hiyo nenda ukamwambie babake Zambi. Mzee wangu, mimi hayo mambo ya mila sitaki. Sitaki. Lakini la pili, sitaki mke wangu ajue pia. Yaani una maana kuwa wewe mke wako hajui? Ndio baba. Basi ni lazima ajue. Baba, kama kuna njia yoyote ambayo tunaweza tukaitumia, kanisaidia mimi. Mke wangu asijue. Tafadhali naomba unisaidie. Hapa mila lazima zifanyike na mke wako ni lazima ajue. Baby, mimi naomba nitangulie maana usafiri ushafika nje. Usijali. Wewe wahi. Sawa. Haina shida. Kwani hamuondoki pamoja? Hapana, mimi kuna sehemu nataka nipitie, alafu huyu naye ana kikao na mtu ofisini na tumekuja na gari moja tu leo. Usijali baby, wewe nenda. Wahi, sawa. Okay, mbaki salama na usahau kuniagia baba. Okay. Na mama. Sawa. Humphrey, mimi nadhani wakati sahihi sasa wa wewe kufika ofisini kwangu. Tukae chini tuzungumze mengi about investments na namna gani ya kujenga hii empire, hii familia kuitanua na kuweka mambo sawa in terms of business wise. Maji shingo, maji shingo, maji shingo, maji shingo, maji shingo. Ila kama itakuwa nafasi ya wewe kuja ofisini ni ngumu, wewe unaweza kuniambia ni leo narudi ofisini, then mimi nitakuja tukae tuzungumze, haina shida. Usijali. Kimsingi narudi kesho ofisini. Lakini hata hivyo mimi nitakuja ofisini kwako. Kwa sababu kuna vitu vingi sana hapa kati vimetokea ambavyo ningependa pia tukae tuvizungumze. Basi haina shida. Wewe muda wote utakaojisikia just give me a call. Imeisha hiyo. Vipi lakini kuhusu ndoa? Ndoa? My brother. Ndoa unajua leo kuna kucha, kesho kukuchi, lakini tunashukuru Mungu tunasogea. Unajua chochote kizuri kinakuwa kina side effects, kuna upande wa mazuri yake na kuna na upande wa mabaya yake. Lakini katika mapenzi kikubwa ni kupendana na kuheshimiana. Kwa mengine tunavumilia. Imekaa vizuri hiyo. Napenda ukomavu wako. Bwana, hatari sana. Ndio hivyo basi. Lakini baba, unajua hata hizi mila na desturi tusipozifuata, mimi naamini bado tutaishi salama tu na maisha mengine yataendelea vizuri. Ndio hivyo. Mila ni lazima zifuatwe. Mimi mwenyewe nimeanza kuona ubaya kwa macho yangu. Hivi mke wangu Zambi akifahamu hili jambo atanielewa kweli? Ndio, kwa uelewa wake, kwa akili yake ni lazima akuelewe. Grace, right? Yeah, ndo mimi. Karibu. Nikukaribishe wewe kwa sababu mimi ndio kwa sababu nimechelewa kufika. Okay, glad to meet you. Nadhani leo nitapata nafasi ya kukujua vizuri kabisa.
kabisa na nijue kile ambacho kimekufanya unitafute mpaka tukutane leo. Najua unampenda sana Ana na mna mipango ya kuoana. Hata leo mna kikao nyumbani kwenu kwa ajili ya harusi yangu. Hongera sana. Asante. Yaani mimi nakupa hongera kwa juhudi unazozifanya, si kwa sababu ya kutaka kumuoa Ana. Asante. Naona madawa ya Ana mazuri. Yaani umekuwa mkavu, hata ushtuki kama nataka kuambia nini kuhusu Ana. Nachoweza kusema ni kwamba nafahamu nilichokuwa nimejishughulisha nacho. Ni wazi kwamba past ya Ana sio nzuri na kwa sasa sina shida nayo. Yaani natamani ni ambacho nataka kukuambia ningekuwa nimekirekodi. Ana anataka kufunga ndoa na wewe. Anachokitaka kwako ni mali zako. Mtakapo divorce, yeye aende akaishi na Joe. Alafu achanganye mali za Joe na zake pamoja na zako ili wawe na mali nyingi kushinda wewe. Kwani Hans hajawahi kukuambia kuhusu mimi? Kama ni Grace ambaye ulishawahi kudate na Hans, basi alishawahi kuniambia. Najua alikwambia madhaifu. Hapana. Ila alisikia sana kwamba wewe ni mwanamke mwenye maringo. Unasema? Ndio kweli? Huo ni uongo wako tu. Yaani unaniambia hivyo ili nikate tamaa. Lakini naamini Hans ananipenda sana. Sijaongea uongo. Hicho ndo alichoniambia. Na nadhani labda mimi ndio nianze kuzungumza, maana ni kweli una malingo. Hadi kile kilichokufanya uniitie hapa unashindwa kukiongea. So naomba uniambie ni kitu gani ambacho kilikufanya utoe miguu yako uende mpaka kijijini kwetu uambie kwamba mimi nimekubia mumeo. Sikiza nikwambie kitu. Sijaja hapa kuulizana maswali na wala sitokujibu hata swali moja utakaloniuliza. Okay. Kwa hiyo ulinitia nini hapa? Mimi nikuita tu ili unijue mwanamke ambaye umevaa viatu vyako alafu pia havikutoshi na kukwaya. Okay. So unaweza kwenda? Ya, unaweza kwenda. Sikiliza. Wewe ni mwanamke. Na pia ni mtoto wa kike. Sipendi kabisa upate matatizo kupitia mimi. Naomba uelewe kitu. Nampenda Hans na yeye ananipenda. Kwa kifupi, tunapendana. Achana na Hans. Ni sawa? Sijamaliza. Naomba usiwe na haraka. Umenisikia? Nakuonea huruma sana. Kwa sababu mimi na Hans bado tunapendana. Bado tuna date. Bado tuna vibe. Yaani ni wewe tu kujipendekeza kwa Hans. Naomba muache. Ongea, ila nikushauri tu. Nadhani kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Wewe kama Awala na mimi kama mke. Hello. Sijambo, shikamoo baba. Baba, mimi nataka kurudi nyumbani. Dasliva akasirika mimi kukaa nyumbani kwake. Kwa kasusa kaondoka. Na Shemdevi naye kaamua kumfuata huko. Afu hapo nyumbani kuna ndugu yake Shemu amekuja. Amemfukuza nyumbani na kazini pia amefunga ofisi. Kwa hiyo mimi sina pa kwenda. Sawa. Nataka ile amana yangu. Bado sijafanikisha bwana. Yaani kazi ndogo hivi imekushinda? Hapana, unajua wale wafanyakazi wa Safi wote tunaingia nao pamoja ofisini.
Na unakuwa nao muda wote? Hapana. Sasa Nafikiri unipe muda kidogo madam, tafanikisha kwa haraka sana. wewe utakufa maskini wewe. Nitajitahidi madam, tafanikisha. Amen. Kama itafika kesho hujanikabidhi zile nyaraka, pesa yangu uwe nayo mkononi. Umenielewa? Maji shingo, maji, 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 maji shingo, maji, maji shingo, maji, 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 maji shingo, maji, maji. Basha. Hivi unajua watu wanataka nyaraka zao huko ndani? Wakina nani? Unajifanya uelewi. Si madam Jeni? Tamasha. Unajua acha dhihaka zako. Kwa leo zimekuwa dhihaka. Baada ya kutumbua pesa peke yako. Unajua wewe ni mtu mbaya sana. Afu hata sikukutegemea. Kwa sababu mimi na wewe tunaelewana, lakini unavyonifanyia. Hivyo ni wakutumia zile pesa peke yako umepewa na bado hukutaka kunishirikisha. Unajua hata ungenishirikisha tangia mwanzo, ningekuwa nimeshakusaidia na ile swala lingekuwa limeisha mpaka saizi. Lakini wewe sasa unatapatapa kwa sababu wewe ni mchoyo. Ni mchoyo, unaona nikizipata na mimi nitanenepa. Tamasha. Unajua hata hivyo muda bado hujachelewa sana. Muda bado unaruhusu, sasa tuongee kirafiki. Unajua Tamasha, sasa hizo ushakuwa rafiki yangu si ndio? Sasa nahitaji msaada kutoka kwako. Msaada? Hivi ninasikia vizuri Yaani mimi nikusaidie wewe. Okay, msaada gani unataka? Sasa hapo ndo umeongea. Unajua kweli mimi nilipewa pesa kwa ajili ya kazi fulani hivi nifanye. Sasa useme kweli sasa hizi hiyo kazi mimi imenishinda. Ina kazi imenishinda kabisa. Sasa kama imekushinda si urudishe pesa za watu. Tamasha, tusingekuwa na wakati wa kujadili, ningekuwa na hiyo pesa. Pesa nimeshaitumia yote. Nimekuwa na kisa 3. Ulipewa bei gani na mlikubaliana shilingi ngapi? Milioni 2. Milioni 2? Yaani milioni 2 na laki 3. Basha. Sasa tulia. Wewe baba, wewe. Tamasha, unajadili kusaidia mimi kuhusu msaada wangu. Pesa ya nini? Hata sikukutegemea. Haleta hizo laki 3 zilizobaki. Unataka msaada wangu wewe? Nisikilize mimi. Nipe hizo laki 3 zilizobaki. Alafu sasa kinachofuata, Madam Jeni akija kukudai chochote, iwe nyaraka iwe nini, mwambie aonane na mimi. Mimi ndio nitakuwa nazo hizo nyaraka. Sasa unashangaa nini unataka msaada wangu? Nipe hizo pesa wewe. Kama hutaki acha. Basi njoo. The size amount. Umeshinda wapi? Nimeshinda huko kwa marafiki zangu. Rafiki zako gani ambao hujawahi kunitambulisha? Leo ndo siku ya kwanza tunaongelea, hatujawahi hata kuongelea. Ulikuwa na Joe?
Hapana, sijaonana naye leo. Ila huwa mnakutana sana, sio? Yeah, huwa tunaonana. Na mnapanga mipango yenu namna gani? Mtagawana mali zangu baada ya kuachana na mimi ili mkawe matajiri, si ndio? Hans, mimi najua tujawahi kukaa tukaongea kuhusu kama huu. Alafu mimi najua tumeshaachana muda mrefu na tumeachana ukweli kweli, tofauti na wewe na Grace ambao mpaka saizi bado mnaona. Unasema nini wewe? Unaongea nini? Unaletea habari za Grace hapa? Toka nyumbani kwangu. Get out. Out. Toka nyumbani kwangu. Toka. Nenda. Nikikaa natamani muda rudi nyuma, nirekebishe nisilie tena tena. Dunia imenizonga, mitihani imenishinda, tawa kumwamini tena simjui. Kuzazi kupata, kumlea nilenyeka, amekuja kunitenda, yawa. Utume tutoka watu wanauza watu, wapenza kwele kuna wanachojali kitu. Wamepoteza imani. Maji shingo, maji shingo, maji shingo, maji shingo. Nilitua moyo wangu sehemu yenye giza tuturu, nikamini niko peke yangu. Na kumbe yu mwenzangu alicheza tu na moyo wangu, ni uongo mtupu. Uasherati na visasi vingi, uteja ukahaba, yamenifika maji shingo, oh, maji shingo. Moyo unatapa tapa, maji shingo. yamenifika shingo.